Sasa kama huyo mtoto ambaye umezaa ama ambaye unatarajia kuzaa, ukifa ndani ya mwezi mmoja tu atasahau kuhusu wewe, atarudi kwenye kazi zake, ataendelea na harakati zake, likizo yake itaisha ya msiba, atarudi kwenye shughuli zake na atakusahau. Mke ama mume ambaye uko naye sasa hivi, ukifa, obvious kuna wengine wataolewa tena, kuna wengine wataoa tena, watakusahau. Au washikaji ambao uko nao, unajali huyu atanionaje nikifanya hii shughuli yangu, nikienda huku, nikitoka mwenyewe nikaenda sehemu kuenjoy, wataniona mimi na roho mbaya na mimi. Unajali hivyo. Wakati ukifa wewe, ndani ya muda mchache watatafuta marafiki wengine wapya, watakusahau. Na yoyote ule ambaye unadhani yupo karibu yako sana, ukifa, it's just the matter of time, atakusahau pia. Sasa unaishi haya maisha kwa ajili ya nani? Unaishi haya maisha kwa ajili ya nani? Kuna watu mko busy mnaishi haya maisha kwa ajili ya watu wengine. So anza kuishi haya maisha kwa ajili yako wewe, kwa sababu wewe ni roho ambaye umekuja hapa mwenyewe kupata experience ya kibinadamu. Furahia chochote kile ambacho kinakuja kwenye barabara yako, na ukiexperience ukiwa na furaha. Sawa? Haya maisha ni kwa ajili yako, ishi kwa ajili yako. Nawapenda sana, peace.